So ladies and gentlemen, leo tuko hapa kwa minajili ya ushauri ama kwa minajili ya kuchambua jambo ambalo linaonekana kutokuwa kufanya kazi, especially pale ambapo utafiti unazidi kutafutwa ama utafiti unazidi kufuatiliwa nchini Tanzania ili ibainike ni wangapi takriban ni wangapi taslimu ambao wameweza kuaga dunia na ni wangapi taslimu ambao waliweza kupotezwa na askari na ni wangapi ambao waliweza kutekwa nyara na askari. Sasa tuweze kumsikiliza Larry Madowo ambaye ni mwandishi huyu na mwanahabari kutoka CNN, ambapo ni Mkenya anayefanya shirika ambalo ni bonga moja la shirika la kupeperusha vyombo la kupeperusha habari duniani, ambapo anawaomba Watanzania ama anawarai Watanzania waweze kumpeperushia zile ambazo ni video za maafa pamoja na vituko vyote vilivyoweza kutokea kutoka tarehe 29 mpaka tarehe ile ambayo ilikuwa ni ya uapishaji wa yule rais Mama Suluhu Hassan Samia. So anawarai wa Tanzania waweze kumtumia hizo video kwa sababu kuna documentary ambayo inatengenezwa na CNN ili iweze kuachiliwa iki-comply vitu vyote ambavyo viliweza kutokea, ni matukio yote yale ambayo yaliweza kutokea. Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM iko wazi. Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM iko wazi. So ladies and gentlemen, nimekuja hapa tu kukumbusha ya kwamba kuna lile shirika ambalo linaitwa BBC Swahili. BBC Swahili lilikuja likapeperusha habari ambapo ilileta sintofahamu, nitasema Afrika ama Kenya, ambapo ilikuwa imeelezea ama ilikusanya matukio yote yaliyoweza kutokea pale Kenya wakati wa maandamano ule, ambapo vijana wa Gen Z waliweza kuingia barabarani na kufanya fujo nchini Kenya, ambapo wengi wao waliweza kuuliwa na wale ambao ni polisi wa nchi ya Kenya, ambapo BBC iliingia ndani baada ya maandamano yale na ile vurugu zima kuisha. BBC pamoja na wafanyikazi wake waliweza kuingia ndani na wakachukua baadhi ya vijana ambao waliwaeka kwa studio na wakauliza baadhi ya maswali ili waweze kuzungumza kinaga ubaga ya matukio yote yaliweza kutokea pale Kenya, ambapo waliweza kutaja matukio yalianza wapi na wakataja kisa na maana ya watu kuenda kwa maandamano, na wakasema zile sifa ambazo ni mbaya za rais wao. Baadhi yao waliweza kufungwa nyuso zao zisiweze kuonekana, na baadhi yao waliweza kufanya tu kutojali, wanilo kwamba I will speak whatever gonna happen, let it happen, but I will speak, I will not get to, yani sitaogopa chochote, mimi nitaongea kwa sababu ni kitu ambacho kilitokea kwa nchi yangu. Na mwisho wa siku baada ya hapo tuliona baadhi yao waliweza kutekwa nyara, baada ya siku 2-3 wakaachiliwa. Wengine waliuliwa kwa sababu ya kwamba walijulikana wameongea kitu ambacho kitaleta hatari kwa nchi. Na baadhi ya wabunge ndani ya bunge la nchi ya Kenya vile vile pia walikashifu sana chombo cha habari cha BBC kwa kuchukua matukio yote yale ambayo yaliweza kutokea wakati ule, pamoja na kuchukua video ambazo zilikuwa zinaonyesha polisi wakifyetulia risasi wananchi waziwazi, ikionekana kwa video ama footage zilikuwa zimechukuliwa, ambapo baadhi ya wabunge ndani ya bunge la Kenya walilaumu BBC na kusema kwamba kama BBC imechukua hatua ya kuchapisha habari kama hizi na kuzipeperusha ulimwengu mzima ili waweze kuona kitu ambacho kiliweza kutokea nchini Kenya, basi BBC sio chombo cha habari kizuri kwa sababu kinachangia vita nchini. So niko hapa kukuuliza wewe, unahisi Larry Madowo kwa unyenyekevu wake aliuchukua na kuwaomba Watanzania ambao wako na video ambazo walizirekodi wakati ule na sasa yaziomba yeye ili azipate
ili azichanganye kwa pamoja, atengeneze documentary ambayo ataipeperusha duniani, kila mtu aweze kuiona. Unahisi hiyo ni njia nzuri ya kuleta amani Tanzania, ama unahisi ni njia ambayo itavuruga amani Tanzania? Unahisi ya kwamba Tanzania itakuwa kwenye kiwango gani, ama itawekwa kwenye kiwango gani duniani kuonekana ni nchi ya amani ama salama? Unahisi Tanzania itaharibiwa sifa baada ya huyu mtangazaji ambaye ni mashuhuri, tuseme na tukubaliane ukweli ya kwamba endapo atapeperusha hizi habari basi zitaleta sintofahamu duniani kote? Tukumbuke ya kwamba Larry Madoa bado vile vile ni mmoja wa watangazaji ambaye ni Mkenya pia vile vile, lakini aliandikwa kazi nje ya Kenya, na kila akirudi Kenya Larry Madoa akiona chochote kibaya kile, basi yeye hukichukua video ama hurekodi video, na mwisho wa siku akapeperusha kama habari za kawaida, na mwisho wa siku akizipeperusha, believe me, siku 3 haziishi kile kitu kitachukuliwa hatua na serikali kuu. Kwa mfano, Larry Madoa aliweza kusafiri nchi ya Kenya kupitia ile Jomo Kenyatta International Airport wakati kuna msimu wa mvua. Alipopita pale alikuta ile airport inavuja maji, airport ya Kenya inavuja maji. Kitu alichofanya, alichukua simu yake na kurecord vile ambavyo ile airport inavuja maji na akaisambaza kwa mtandao, na hivyo ndivyo ilivyoenda. Na baada ya kuwa imeenda, ilifikia mpaka rais ambaye alikuwa yuko kwenye madaraka wakati ule, na Larry Madoa hakutishiwa na mtu yoyote, isipokuwa kwamba ni serikali ilichukua hatua haraka sana na ikaenda ikafanya kitu ambacho kinafanya au wafanye ili wazibe ule uvujaji wa maji kwenye building ama kwenye nyumba ya airport. Juzi tu, wiki iliyopita, Larry Madoa pia vile vile alikuwa Kenya, ambapo alikuwa anakuwa driven na dereva wake, anapelekwa kwa gari, ambapo ile sehemu aliyokuwa kuna mtu mwingine ambaye ni mbunge, na pia vile vile alikuwa amekosea njia ama anapeleka gari kwa kukosea njia makusudi, ambapo alikuwa anamfuata kwenye ile sehemu ya kutokea, na kwa sababu anaingilia akawa na ile sehemu ile. Kitu ambacho Larry Madoa alifanya, alichukua simu yake kama kawaida na akamrekodi na akachilia ile habari ikaenda. Believe me, baada ya siku 2 yule dereva wa yule mbunge aliweza kuchukuliwa na kupelekwa mahakamani, na akaambiwa kwamba anastahili kulipa $100,000 kama faini, ili iwe kama funzo kwa wengine ambao walikosea. So utaona wazi dhahiri shahiri ya kwamba Larry Madoa anachangia ama ana mchango mkubwa sana Afrika kwa ujumla kwa kusambaza habari ambazo labda zingekuwa ziko chini ya maji. Na kwa sababu yeye anasema ya kwamba anajua wazi kabisa wanahabari wa Tanzania wamezuiliwa na hawawezi kupeperusha hizi habari, basi yeye anaomba awasaidie kupitia chombo kikubwa cha CNN. Na kusaidia kwake yeye amehitaji baadhi ya Watanzania ambao walirekodi hizi video, lakini wakati ule alishindwa kuzisambaza kwa sababu ya kwamba hakukuwa na internet, na sasa hiyo internet imerudi. Basi yuwaomba kwa heshima zako na zenu nyote muweze kumsambazia hiyo video, tuweze kumsikiliza mara ya mwisho akiongea maneno hayo. Kwa miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usihangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dr. Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete, kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake. Huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp +254 718 756944.